لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ndugu zanguni katika iman, awalan kabla yote ningependa kukuhusieni lakini pia na kuhusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika Allah subhanahu wa taala anatuhusia sana kumcha yeye Allah subhanahu wa taala, kwa sababu matokeo yoyote yale ambayo mtu atakutana nayo mbele ya Allah, kitakachozingatiwa ni ule uchaji wake kwa Allah subhanahu wa taala. Hata utende matendo ya wingi kiasi gani, ufanye vipi utakavyofanya, lakini kama ikiwa katika hayo matendo yako hakuna takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, uelewe kwamba hakuna kitakachodhibitiwa katika hayo uliyoyatenda, bali yatakuwa ni matendo matupu ambayo hayana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika iman, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, na huwa kama kawaida yetu katika Ijumaa kuna jumbe maalum ambazo zinatolewa, lakini katika ujumbe wetu wa leo utakuwa unatuhusia zaidi kusema ukweli katika biashara, lakini na mali iwe ni ya halali. Ndugu zanguni katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika suratul Hajj. Allah anasema: ya ayuha nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Allah mola wenu mlezi. Inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika ule mtetemeko wa siku ya kiyama ni jambo kubwa sana. Allah akatoa wasifu wa hiyo siku na namna ambavyo macho ya watu watauangalia siku ile, akasema: yauma tarawunaha, siku ambayo watu watakiona kwa macho yao kiyama. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, basi atatelekeza kila mwenye kunyonyesha kile ambacho anakinyonyesha. Lakini Allah akasema pia: watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, vile vile itaporomoka mimba kwa kila yule mama ambaye ni mjamzito, mimba yake haijafikia miezi kamili, itatoka katika tumbo lake pasina yeye kutarajia hali kama hiyo. Kisha Allah anasema: watara nasa sukara, utawaona watu wakiwa wamelewa. Wama hum bisukara, lakini si kama wao wamelewa, bali Allah anasema ni vile kwamba adhabu ya Allah imekuwa ni kubwa namna wakifikiria ambayo yanakuja mbele yao. Ndugu zanguni katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhofisha sisi kwa maneno haya na siku ya kiyama.
na katika kutuhofisha sisi ni namna ya yale matendo ambayo tumeyafanya, ikiwa hayapo sahihi, basi vile ikifika siku ya Kiyama, hata kama pia ni sahihi, kutokana na ile hofu ya siku ya Kiyama, basi mtu litamjia la kumjia na kufikiria namna mbele yake kitu ambacho kinakuja, akiwa anawaza kwamba je, hali ya siku hii ya leo ambayo ndio leo kimeanza kusimama Kiyama, watu hawajapelekwa katika ile maukifu Kiyama, lakini leo hali ndio kama hii, unafikiria nitakwenda kulipwa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa hapo ndiyo kila mmoja anakuwa katika hali ya udhalili, akili imemtoka namna anavyofikiria, namna mambo yanavyokwenda. Allah akasema utawaona kana kwamba wamelewa, lakini hawajalewa, isipokuwa ni mafikirio ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hasa ukiwa una mafungamano ya matendo mabaya, kama ikiwa amali zako sio nzuri, pengine ulikuwa unafanya miamala ya riba, ulikuwa unauzia watu, unawapunja katika vipimo, lakini ulikuwa unanunua kwa maslahi ambayo ili umnyonye mwenye kuuza, lakini wakati wa kuja kuuza unakuwa uko makini kuhakikisha hakuna unachopoteza. Hii lazima ikupe mashaka itakapotokea siku hii ya Kiyama, kwa sababu katika vile ambavyo utaelewa, taswira ya kwanza itakayokuja inakukumbusha namna ambavyo ulikuwa ukiwadhulumu watu katika bidhaa zao. Ndio Allah akasema ukiwaangalia utawaona kana kwamba wamelewa, lakini sio ulevi kama ulevi ambavyo upo, bali ni namna ya mafikirio ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Takathur, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kisha baada ya mambo mengi ambayo mmeyatenda katika ulimwengu, mtakuja kuulizwa siku hiyo ya Kiyama 'anil na'im, kutokana na neema ambazo Allah tabaraka wa taala amekupeni. Wafasiriji wanasema miongoni mwa neema ambazo Allah atawauliza watu, wakasema asiha, afya mtu ambayo amepewa na Allah tabaraka wa taala, lazima ataulizwa ameitumia vipi. Sasa utajiuliza katika aya hii itakuwa na mahusiano gani na afya ya mtu ambayo amepewa na namna ambavyo anafanya miamala ya kibiashara. Uelewe kwamba akili ni katika vitu ambavyo vinahesabika kwamba mtu ana afya timamu. Sasa Allah amekujalia akili, hana maana kwamba amekupa utumie vile unavyotaka wewe au nafsi yako ambavyo wewe inataka. Lazima uangalie utaratibu unavyokwenda na sheria inakuamrisha kitu gani. Kwa hivyo utakapoiharibu akili yako, ukaingia katika mauziano ya haramu, ukaingia katika manunuzi ya haramu, ukaingia katika kuwapunja watu katika kununua au katika kuuza, uelewe kwamba umeharibu akili yako katika njia ambayo sio sahihi. Kwa hivyo utaulizwa kuhusiana na siha ya akili ambayo unayo na Allah tabaraka wa taala amekupa. Lakini pia wakasema walghina, na chumo ambalo mtu analo, lazima mtu ataulizwa kuhusiana na chumo, kwa sababu chumo ni katika neema za Allah tabaraka wa taala, au ghairuhuma, au kinyume na haya mawili ambayo yametajwa. Kwa hivyo kama kuna jambo ambalo unalifanya lolote, lazima mbele ya Allah tabaraka wa taala utaulizwa. Lakini sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Ali radhiyallahu anhu, ambaye katika wasifu amemuita misbahu tauhid, taa ya tauhid, anasema
ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Anasema dunia hii ukifanya jambo la haramu, ima iwe ni katika mauziano au ni katika jambo gani, ukifanya jambo la halali utahesabiwa, lakini ukifanya jambo la haramu utaadhibiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Walioyaelewa maneno haya mbele ya sahaba huyu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema halaluha hisabun anna al-insana yus'alu 'anil mali al-halal. Maana ya kusema kwamba halali pia ina hesabu ni kwamba mtu siku ya kiyama ataulizwa kutokana na mali ya halali, alladhi dakhala alayhi, ambayo imeingia katika kipato chake. Min aina akhadhahu, ameichukua katika njia gani? Ulikuwa unanunua kutoka kwa wakulima, ulikuwa unawanunuza kwa sampuli gani? Lakini ulikuwa unawauzia watu katika vile ambavyo umenunua, ulikuwa unawauzia katika sampuli gani? Ndio chumo lako likafika hapa linapoonekana sasa hivi. Kwa hivyo akasema lazima aulizwe kwamba ameipata katika njia gani. Fa in akhadhahu min halalin naja, ikiwa ameichukua katika njia ya halali basi anakuwa ameokoka, lakini wama alayhi uquba, hana tena kuadhibiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa in kana jama'ahu min haram, na ikiwa ameikusanya katika njia za haramu, fa innahu yastahiqu al-iqab, hakika yeye itastahili yeye adhibiwe, walau sarafahu fi tariqi al-khair, hata kama ameitoa katika njia za khairi. Na hapa ndio maficho kwa watu. Amekwenda kudhulumu mali, amekwenda kununua vitu vya haramu na akauza, vikishageuka kuwa ni pesa anakimbilia kuwaita mashehe waje wamchenchie ili ionekane ile fedha kama ni ya halali. Sasa yule ambaye imani yake inakuwa ni dhaifu, hata akielezwa kisa ta yule ambaye amekuja kuwezesha jambo la kheri, hawezi kumkemea wala hawezi kumwelezea ubaya wake, kwa sababu anachofikiria katika akili yake, nitamkabili vipi, nitampata wapi aweze kuleta kiasi kama hiki, wakati yeye anazidi kumwangamiza katika njia ya machumo ya haramu. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at-tajiru as-saduq yuhsharu yawm al-qiyama ma'a an-nabiyyin. Mfanya biashara ambaye ni mkweli, anaifanya biashara yake kwa njia ambazo ni za halali na za ukweli, atafufuliwa pamoja na mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wasiddiqin, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema pia mfanyabiashara ambaye yeye ni mkweli katika biashara yake atafufuliwa pamoja na wasema kweli, washuhada, na watu na mashahidi waliopigana katika vita ya Allah tabaraka wa taala, wasalihin, na watu wema. Sasa utafikiria hiyo biashara ni yako mwenyewe, faida ni ya kwako mwenyewe, kila utakachokifanya wewe ndio mdhibitiji wa mambo hayo. Hata katika maendeleo unajinufaisha mwenyewe. Mwenzako ambaye alisimama katika jihad akapigana akakatwa shingo yake, lakini unakuja kufufuliwa naye, maana yake ni kitu gani? Hii yote ni kuonyesha kwamba utakapoleta madhara ambayo mwenzako hakuyajua, halafu yeye akadhurika kupitia mkono wako, maana yake ni kwamba pengine katika biashara aliyoiagiza ameagiza kilo 10, lakini katika lile pato ambalo umempa wewe kwenye makabidhiano umempa kilo 7 pengine. Maana yake ni kwamba kilo 3 nzima hamna. Au pengine alikuamini akakwambia kwamba unaniuzia ni kilo ngapi, unamwambia ni 120 wakati ziko 113. Maana yake kilo 7 hamna. Madhara ambayo yanakwenda kumpata anakokwenda katika pato lake ni makubwa sana na ni dhambi nyingi sana. Ndio maana ikaonekana afadhali uwe ni sahihi na ufanye vizuri
ili uweze kushika njia sawa sawa na wale ambao wamepigana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ambao wao nyoyo zao zilikuwa ni sahihi na walisimama katika lengo la ikhlas na kumtakasha Allah tabaraka wa taala.